Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Nina kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu mnaotufuatilia na wale mlioketi mahali hapa. Leo na jana usiku nimepokea jumbe nyingi sana kutoka kwa watazamaji waliokuwa nafuatilia kipindi chetu cha jana kilichokuwa kinaelezea kengele ya kwanza inayohusu uasherati au zinaa. Na nimejitahidi nikasoma jumbe nyingi. Nimesoma jumbe 209. Katika hizo jumbe 209, jumbe 104 zilikuwa zinasema kwa kweli tumekwisha kujiharibu. Tunafanyaje sasa ili turudi katika mfumo mzuri? Hiyo kazi ninamwachia Pastor Baraka, atakuja kuwaeleza nini cha kufanya. Lakini nikwambie tumaini lipo. Bwana asifiwe sana. Lakini katika hizo jumbe 209, jumbe 68 nimekutana na watu wanasema hatufanyi zinaa au uasherati kwa kutaka. Kwa mfano, kuna wengine ambao mkikorofishana katika familia, mwenza anakwenda kuweka kufuri kwenye store ya chakula. Kwa hiyo hauwezi kuenda kufungua hapo na kupata chakula. Kwa hiyo tunaamua kwenda kutafuta chakula kwa majirani. Mwambie jirani yako store. Kwa hiyo naamua kwenda kutafuta chakula kwa jirani. Nikajaribu kufanya tafiti, kwa nini hawa watunza store wanaweka kufuri kwenye store? Nikagundua kwamba nilizungumza na watu watatu kwa simu. Mmoja akaniambia hivi, tuna watu ambao store za nyumbani hawazigharimiki, lakini kule nje store wanazigharimikia kabisa. Wako tayari kutoa pesa nyingi ili kutunza store ya chakula, lakini wakija huku hawana pesa. Na sisi tumeamua kuweka kufuri hadi watakapoanza kutunza store zao. Sasa ninawatia moyo ndugu zangu, tunzeni store. Na Mungu awasaidie sana. Sasa leo ni kengele ya pili. Jana tulikuwa tunaangalia habari ya uasherati na zinaa. Leo kengele ya pili nasema nguvu ya shetani nyuma ya mitandao ya kijamii. Leo tunakwenda kuangalia mitandao ya kijamii. Mungu akiruhusu tutaangalia sehemu zote. Isipoisha leo tutaangalia sehemu ya pili kesho. Tafiti zinaonyesha katika swala la mitandao ya kijamii, tafiti zinaonyesha asilimia kubwa ya watu walioko duniani wanamiliki simu. Takwimu zinaonyesha dunia leo ina wakazi takribani bilioni 8.2 hadi bilioni 8.3. Na katika watu hao wanaomiliki simu za mkononi ni takribani bilioni 5.8. Halafu anasema katika hao wanaotumia internet wako bilioni 6 ambao wamejisajili katika mambo ya internet. Naomba nisonge mbele kidogo. Kwa hiyo wengi wanatumia mitandao ya kijamii, takriban bilioni 6. Na kwa sababu hiyo inatudhihirishia kwamba dunia sasa hivi ni kama kijiji. Watu wameconnect. Ni rahisi kuzungumza na mtu kutokea hapa akiwa Marekani, akiwa wapi mnazungumza. Lakini hii inatudhihirishia kwamba watu hupata taarifa kwa urahisi kuliko ilivyokuwa zamani. Mtu anapata taarifa kwa kadri anavyotaka yeye mwenyewe. Lakini hiyo inatuonyesha kwamba kuna utitiri wa taarifa nyingi zinazoingia akilini mwa mtu. Hata ninyi wenyewe ni mashahidi. Unaweza ukawa huko ofisini na unashangaa kuna mlio wa message inaingia WhatsApp, kuna message za kutosha, na kuna watu tuko hapa tuna magrupu 10 ya WhatsApp, 10 na kitu 20 30. Kwa hiyo taarifa zote hizo akili inatamani izisome, izichakate hizo taarifa. Na kinachofuata ni kuwa na mrundiko mwingi wa taarifa kichwani. Kama unavyoweza kuona hiyo picha, sijui kama inaonekana mahali hapo. Huyu ni mtu ambaye ana kichwa kimoja na ubongo wake unatamani kuchakata kila taarifa. Facebook wanampa taarifa, kwenye email kuna taarifa, TikTok kuna taarifa, YouTube kuna taarifa. Kwa hiyo kwa kusema hayo, unakuta kichwa kiko bize muda wote na hakipumziki. Kama unanisikia sema amina. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imefanya watu wawe bize. Biblia inasemaje? Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Biblia inaposema moyo, hiyo ni Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Biblia inaposema moyo, sio hii physical heart, ni hii huu moyo unaozungumzwa kibiblia ni ubongo, akili ya mwanadamu, ni mind. Ndio inayoitwa moyo. Kwa hiyo Biblia ikisema linda moyo wako, hamaanishi hiki kiungo kilicho mkono wa kushoto, anazungumzia habari ya akili yako.
Sasa ubongo hupokea taarifa kupitia milango ya fahamu. Daktari ndiye anaweza kueleza vizuri hiyo, na mimi siijui sana, lakini hayo machache yako mahali hapo. Unapokuwa unatazama kitu unapeleka kwenye ubongo, unapokuwa unasikiliza kitu unapeleka kwenye ubongo, kadri unavyoonja kitu, unavyonusa, unavyohisi, unapeleka kwenye ubongo. Na ndio maana tukasema, wanasaikolojia wanasema kwamba kitu unapokitazama kwa kukirudia, unauambia ubongo ukisevu, inakuwa ni addiction. Wale ambao umepitia addiction za pornography, unapoangalia picha chafu kwa mara ya kwanza, ubongo unakuuliza vipi, hii ni nzuri tuisave? Ukisema hapana, unaacha kusave na hutasikia tena hamu ya kuangalia picha chafu. Baadaye ukiangalia mara ya pili, ubongo unakuuliza mbona ulisema sio nzuri, kwa nini umeangalia tena? To save, unasema hapana. Ukiangalia mara ya tatu, ubongo unaanza kusave automatically. Ndio yale unajikuta kila unakokwenda, uwe unaenda chooni, una smartphone huko mtandaoni, uwe unaenda wapi, kila mahali utakakokwenda, maana umeshaathirika. Kwa hiyo nataka nikazie mambo haya mawili. Kama kuna vitu vya kulinda sana unapotaka kuwa salama katika ubongo wako, linda vitu unavyoviangalia, linda vitu unavyovisikiliza. Tusonge mbele kidogo. Matokeo yake ni nini sasa? Vijana wengi wanaona fahari kuwa na simu ya gharama, na wakati huo hana pesa ya kulipia kodi ya nyumba. Yaani kijana na simu ya milioni 2, ana iPhone, lakini hana uwezo wa kulipa kodi ya nyumba. Na hiki kitu tunaita ni ulimbukeni. Kwa sababu huyu kijana mwenye simu ya milioni 2, simu ya milioni 1, kule nyumbani wazazi wamempeleka shule akasome, na Mungu amemsaidia, amepata bumu. Badala aanze kuwekeza kule nyumbani, anunue vikuku, vimbuzi, ving'ombe, anunue kiwanja, ananunua simu, iPhone. Hata hapa tulipo, ngoja niwaambie, kuna watu wana simu ya gharama lakini hana hata salio la kupiga. Kama mnabishi tuzikusanye. Kwa hiyo huo ni ulimbukeni, wanaingia kwenye ulimbukeni wa kuwa na simu za gharama. Na hiyo inatokana na nini? Mitandaoni kuna lugha zinazo provoke watu. Utashangaa mtu anapita tu anasema kama unamiliki Tecno sema oyo. Kwa hiyo unajisikia haya, mimi kweli ndiye mwenye Tecno. Alafu mwingine anakuambia kama unamiliki kiswaswadu sema oyo. Sasa mtu anasema nitaachana na kiswaswadu. Ngoja niwaambie kabla sijaenda mbali. Jikubali katika maisha ulionayo kwa wakati huo. Usiwe limbukeni wa maisha. Na hiki ndicho kinapelekea wengine wanakana maisha waliotoka. Ngoja nikwambie, hiki kitu ni cha msingi sana. Kuna wakati hata Mungu tunamchanganya anapotaka kutubariki. Mungu akikuangalia familia ulikotoka ni masikini sana, wewe unajifanya ni wa matawi ya juu. Mungu anasema basi nisikubariki maana ulishafika. Kumbe haujafika, wewe wanasema ni kabwera kanini, ni kapuku tu wa kawaida. Lakini unamwambia Mungu mimi niko viwango vya juu. Ni binti yuko chuoni, ametokea kwao kule Mazombi ndani kule, halafu anakwenda kule chuoni anasuka rasta ya 100,000, rasta ya 50,000. Sikiliza, kama maisha hayajatosha, nenda saruni waambie nipigeni fresh ya unga. Maisha yakipanda utakwenda hasa saruni utaweka hizo rasta. Unatembea kichwani una rasta za 100,000, mbuzi wawili kabisa. Halafu natembea fahari, unaona eti ile kukaa unakuna hivi. Halafu siku hizi mmepewa na kastaili kakukuna, wengine wanatembea na kamsumari kakukunia, wanaingiza hivi. Yaani unatembea na mbuzi wawili kichwani. Kama Bwana aishivyo uishi, upone katika mikutano hii. Kwa hiyo kumekuwa na ulimbukeni wa kumiliki simu. Miliki simu inayolingana na uwezo wa maisha yako. Baada ya hapo kipanda kiwango utanunua baadaye. Namba 2, imetokea mtu anasema ni heri nikose chakula kuliko kukosa bando. Yaani nyumbani hana chumvi, ananunua bando. Namba 3, ni rahisi kuongea na mtu kwenye simu kuliko uso kwa uso. Dunia ya leo, vijana mlioko hapa hebu mnipungie mkono. Vijana ambao hamjaona kuolewa. Dunia ya leo mimi kuna kitu kimenishangaza. Vijana wengi leo hata kikutana na binti, kijana wa kiume, eti anamuomba namba. Yaani swali la kwanza, ninaomba namba yako. Hiyo ni ishara ya kwamba tuna midomo zege wengi katika dunia ya leo. Maana umekutana na mwenye simu, kwa nini uombe namba? Chana mistari hapo, mmalizane, ondoka zako. Hawa wanaomba namba ni waoga wa kuongea. Ndio wale ambao akifika nyumbani anakuambia, mimi ndo yule sele niliyekuomba namba. Aisee, mabinti, ukiona kijana na kuomba namba ya simu ni muoga. Mwambie ninaomba tuonane, uniambie uso kwa uso. Naomba namba ya simu. Ndio maana leo ukiangalia
Hata mtu akiwa na jaziba na mtu, ana makwazo na mtu, anamtafuta kwenye simu, utashangaa anamtukana, anamkaripia, anafanya nini. Mkikutana ana kwa ana unamwambia, hebu niambie ulivyokuwa unanitukana kwenye simu. Anakuambia, hamna bwana, nilipitiwa tu. Tumekuwa na wataalamu wa kutumia simu kuliko ana kwa ana. Nataka niwaambie, kama mkiruhusu juma hili niwakutanisha vijana wa kiume na wa kike mlioko hapa, nikwambie sasa, sikiliza, nenda kampose huyu hapa Jessica, na wewe kampose huyu, mtaishia kuuliza lesoni ya robo hii inazungumzia nini. Hakuna wenye ujasiri wa kuzungumza, mnazidiwa hadi na wazee. Kwa hiyo utumiaji wa mitandao ya kijamii umewafanya vijana wengi wakose uwezo wa kuzungumza. Ndio maana hakuna hata story, watu hawapigi story. Hata mkitembeleana majumbani, unafika tu anakukaribisha, karibu karibu. Baada ya muda wote wanainama kwenye simu. Hawana story. Tumekuwa mabubu katika dunia ya leo. Bwana tuponye kwa jina la Yesu. Lakini pia mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza. Anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Yaani ngoja nikupe hii ikusaidie. Wale mlioko hapa hasa kina mama, hili inaweza likawasaidia, na maanisha wanawake kwa ujumla. Ukipiga picha kwenye simu yako, ukapiga picha nyingi, ukatamani kutuma mtandaoni hizo picha, zile unazozifuta ukaona ni mbaya, hizo ndizo za uhalisia wa sura yako. Zile nzuri sio zenye. Yaani zile unazozifuta ndizo za uhalisia wako. Hizo ndizo watumie watu. Yaani uso unaoona kwenye hiyo picha mbaya ndio wa kwako. Na sasa hivi tumeongezewa kitu kinaitwa AI. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani, sio umetembea kwa rafiki mwenye sofa za mamilioni. Ndipo nasema, when I was at home. At home. Tuma picha yenye uhalisia wa maisha yako. Kama nyumbani kwenu mnakalia kigoda cha miti, hicho ndicho upige picha, tuma mtandaoni. Walionielewa waseme amina. Maisha ya kuigiza ni dhambi. Nimewaambia mnamchanganya Mungu. Mungu anasema mwaka huu nina mpango, huyu Juliet nimpatie basi nimpatie nini? Mungu wangu, mbona hili nilikuwa nimelitunza kabisa, nimeendaje? Nini? Rice cooker, yes, hivi vifaa vya umeme vya kupikia. Maana amepikia mkaa mpaka amechoka. Halafu Mungu akitaka kukubariki, wewe unaenda kuposti rice cooker ya jirani yako. Halafu unasema, nikiwa jikoni. Tuambie basi ni jikoni kwa jirani. Mungu anatuma malaika. Mungu kamtembelee, malaika kamtembelee huyu Jessica, huyu Mariamu, mwambie nitamletea rice cooker. Anakukuta umekomana rice cooker ya rafiki. Malaika anapeleka taarifa za Mungu, alishapata rice cooker. Inakula kwako. Sikiliza, usitume picha ambayo sio ya uhalisia wako. Lakini pia wengi wamepata uraibu wa mitandao ya kijamii. Hata wakiwa kanisani, yuko WhatsApp, yuko TikTok, yuko wapi. Nyakati ambazo hapaswi kutulia, anapaswa kutulia, pumzike, amepata uraibu. Ngoja niwaambie hii habari kwa sababu ni habari tu kazuri. Kwa mara ya kwanza mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao siwezi kutulia hata usiku nikiamka, lazima nianze na mitandao ya kijamii. Tukakubaliana na mke wangu kwamba inapofika muda wa kulala, simu zote zinabaki sebuleni. Kwanza sio tu muda wa kulala, hata muda wa ibada. Tukianza ibada, simu ni pembeni. Sasa tukakubaliana hivi, hata vitabu vya nyimbo hatutatumia simu. Maana kuna wakati unaimba kwenye simu, unashangaa message ya mtu naye mheshimu inaingia, anakuambia unatakiwa uijibu sasa hivi. Kwa hiyo unaendelea kuimba, twapanda mapema. Na wanaume hili linatukumba sana kwa sababu ubongo wetu sio kama wanawake. Mwanamke anaweza kaimba huku anajibu message ya msiba. Lakini wewe ukiwa unaimba twapanda mapema, halafu beti itakalofuata unasema na mazishi yote, kwa sababu kichwa chako kinachukua ile message ya mazishi kinaingiza kwenye wimbo. Kama umenielewa sema amina. Sasa tukakubaliana na mke wangu, wakati wa ibada hatutatumia simu, tutatumia hard copy. Na wakati wa kulala simu zote tunaweka pembeni, ni muda wa kitandani, mimi na mwenzi wangu. Atapiga mheshimiwa, atapiga mkuu wangu, ni muda wangu na mke wangu, watu wote tunawablock. Mwisho wa habari.
Sasa bado una mwenzi anayepanda kitandani na simu. Huyo sio mme, ni huduma kwa wateja. Peleka Vodacom wakafanye kazi. Peleka huko Vodacom. Kwa kuna uraibu wa mitandao. Lakini sikiliza, wengi hawana hata, kwa sababu ya mitandao ya kijamii, wengi hawana muda wa kusoma neno la Mungu. Vijana mnisikilize, this is very sensitive. Kama una muda wa kuperuzi WhatsApp, TikTok na hauna muda wa kusoma Biblia, ngoja nikuulize, fanya tu assessment ndogo. Una simu yako, ina kitabu cha nyimbo, ina Biblia. Kama wewe ni wa dini ya Kiislamu, ina Qur'ani. Sasa nikuulize, kati ya Qur'ani na hiyo Biblia na TikTok na WhatsApp na Instagram na mitandao mingine, ni app gani ambayo haiwezi kupita siku haujaiperuzi? Na kuuliza, ni Biblia? Kama ni Biblia sema ndio. Ni Biblia? Ni Qur'ani? Ni TikTok? Ni WhatsApp? Basi. Kwa hiyo jipime tu wewe mwenyewe uangalie. Sasa sikiliza, nini kinachowagharimu sasa vijana? Hii nisikilize, nitembee haraka sana. Gharama zifuatazo vijana wanaanza kuzilipa kwa sababu hawajatumia mitandao ya kijamii vizuri. Namba moja, wanakuwa na mahusiano ya mtandaoni. Wanachumbiana kwa njia ya mtandao. I say, vijana wa karne hii mna kiti chenu mbinguni. Unaweza kuchumbia mtu mtandaoni haujamuona na ukatuma na nauli, ukatuma mpaka na matumizi kabisa hamjaonana. Alo, mna imani mbinguni mtaingia. Zamani tulikuwa hatufanyi hivyo, mpaka uthibitishe. Unambeba binti, unaangalia, unapeleka kwa kaka zako, wanaangalia, unapeleka kwa wazazi, wanaangalia, wakisema okay, ndipo naendelea. Ninyi mnachumbia kwenye Facebook kabisa, miezi 6, oh dia hani, haujamjua ni bibi, hana meno, haujui. Halafu wewe unaendelea tu kukomaa, unasema ni mchumba. Hiki kitu kimeriza watu wengi sana, uchumba wa mitandaoni. Lakini pia namba 2, wameingia kwenye kutapeliwa. Kutapeli na kutapeliwa mtandaoni. Ndio hayo unasikia nakwambia, wewe ndio unaitwa Thomas, umepokea ujumbe unaosema akaunti yako imekuwa blocked. Ndio. Sasa sikiliza, fanya yafuatayo. Usikate simu. Bonyeza *150 00. Haya, ingia kwenye akaunti yako. Ingiza namba ya siri. Na kwa sababu unataka maisha ya haraka, unaingia, unatapeliwa. Hapa nikiwa kwenye mkutano, nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mmoja na ameniruhusu hii niseme, ametapeliwa shilingi 2,800,000. Na kwa nini? Aliambiwa ingiza shilingi 1,000 halafu shinde. Akaweka 1,000 akapata 2,000. Akaambiwa weka 2,000 upate 4,000. Akapanda. Akafika shilingi 1,000,000, wakamwambia unakwenda kupata 1,105,000. Alipoingiza 1,000,000 akaambiwa umekosea masharti, akaunti yako imejiblock. Ingiza 500,000 ili tufungue akaunti yako. Akaenda akakopa 500,000 akaingiza, wakamwambia sikiliza, umeiblock mara ya pili. Ingiza 300,000 ili tuifungue. Ndipo akanipigia simu, pastor, I say niombe, kuna dili likifanikiwa nitatoa sadaka ya shukrani. Unajua dunia ya leo kuna watu si akili mlizisahau wapi. Yaani hilo ni dili. Nikamwambia sikiliza rafiki, umeshapigwa, sio dili. Hapana pastor, nina uhakika. Nikamwambia yafuatilia, mpaka hivi tunavyozungumza 1,100,000, iziti 2,800,000 zimekwenda. Wameingia kwenye kutapeli na kutapeliwa. Vijana watia moyo, kafanyeni kazi, achaneni na haya madiri. Mtachelewa sana. Nendeni huko Makete mkalime viazi, nendeni kule kanda ya Ziwa, kafanyeni kazi. Kuna ardhi zenye rutuba nyingi sana. Usibaki tu na mtandao hapo. Unasema, unaulizwa wewe unafanya kazi gani? Ninasajili tu turaini. Kweli kabisa. Kumbe wala ni mtu tu yuko mahali hapo anakaa utapeli fulani. Namba 2, namba 3, wanaendesha zinaa kwa njia ya mitandao. Hii kitu ni ngumu sana na ni kubwa sana katika vijana wa leo, hata wanandoa mlioko mahali hapa. Na hii kitu iko connected na mashetani. Ngoja niwaambie wanandoa, mnaweza mkanielewa vizuri. Ukiwa na mtu ambaye ameingia kwenye tabia ya zinaa na uasherati, kuna uasherati wa tabia tu ya kawaida kwamba ameingia dhambini, lakini kuna uasherati wa mapepo, anaendeshwa na mapepo. Utamjua kwa dalili hizi 2. Namba 1, kama ana uwezo wa kuja kulima shamba lake, akalima mpaka kachoka, lakini baada ya kutoka shambani akaenda kulima na jingine, huyo ni mzinzi wa tabia tu ya kawaida. Lakini kama analima mashamba ya jirani, akija shambani kwake hana uwezo wa kulima, ana mapepo. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako shamba.
Kwa hiyo sikiliza, kuna zinaa zinaendelea za mtandaoni, watu wanatuma video chafu, pornography. Kuna mtu mmoja ambaye alijiua, nadhani ni mwaka juzi, alituma utupu wake akimtumia mpenzi wake, kumbe ametuma kwenye group la kanisa. Simameni tuombe. Kesho utaimalizia. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, tusaidie kuondokana na uraibu wa mitandao ya kijamii, tukawe salama kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tukutane kesho.